Funga ni ibada ya faradhi, ni ibada ya lazima, lakini pia ni moja miongoni mwa ibada ambazo kwamba zilikuwepo hata kwa umma uliotangulia kabla ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kwa namna ya ufungaji wetu hii ni khas, yani maalumu kwetu sisi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ibada ya funga ni lazima kwa wale watu wote ambao kwamba Waislamu wenye sifa na vigezo vya kuweza kufunga lazima wafunge. Na kwenye hili ningependa kwanza kuwazungumza ni watu gani wenye sifa ya kufunga. Maanake si kila mmoja anaweza akafunga, maanake wako Wakristo, wako wapagani, lakini hata Waislamu wako Waislamu lakini hawaruhusiwi kufunga kwa sababu maalum. Sasa mjuse kidogo hapo, alafu tuendelee na yatakayofuatia. Kwa maana nyingine tunazungumzia sharaitu wujubi saumi, masharti yanayolazimu mtu kufunga. Sio kila moja anaweza akafunga. Sawa? Na tunapozungumzia masharti, maana hapa hasa ndo tunaelezea na tunakuzungumzia vigezo na masharti vya mtu anayepaswa kwenda kuifunga hiyo funga ya Ramadhani. Kigezo cha kwanza nambari 1, al-Islamu, mfungaji awe na sifa ya Uislamu. Hii funga tunaizungumzia ambayo Mwenyezi Mungu ameizungumza ndani ya Qur'ani ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna, ya kwamba enyi mlioamini mmelazimishwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kama namna walivyolazimishwa kufunga waliokuwa kabla yenu nyinyi, lengo na makusudio muweze kupata ucha Mungu. Hii funga hii ambayo Mwenyezi Mungu katulazimisha ili wewe kwako iwe ni wajibu. Sifa ya kwanza uwe Muislamu. Sifa ya pili baada ya Uislamu uwe ni rajulun balighun au walbulughu, awe ni mtu aliobalighi. Tunapozungumzia mtu aliobalighi, yawezekana mwanadamu akashindwa kuelewa balighi ndio kitu gani. Kubalighi katika Uislamu maana yake ni mtu ambaye anahesabiwa katika sheria, huyu sasa ni mtu mzima, sheria inamtambua. Na alama za kubalighi ziko tatu. Ziko tatu. 2 zinamhusu mwanamume lakini 3 watu wote. Sawa? 2 ni hasu kwa mwanamume lakini 3 zote kwa mwanamke. Sawa? Alama ya kwanza ni kutimiza miaka 15. Kwa kila moja, mwanamke mwanamume akitimiza miaka 15 tu, huyo tayari ni mtu mzima. Sheria sasa inambana na inamwajibisha huyu lazima afunge. Sawa? Alama ya kwanza hiyo. Alama ya pili ya kubalighi ni kule kujiota. Nini? Kujiota. Ikafika pahali kwa jiota na miaka 14 wewe ushakuwa mtu mzima. Miaka 13 muda wa kuwa umeshajiota, hata kama hujatimiza miaka 15 wewe tayari sheria inakuandama na inakutaka utekeleze sheria zote za Mwenyezi Mungu. Na jambo la alama ya 3 ni kuvunja ungo kwa mabinti wa kike. Hili ni maalum kwa mabinti zetu. Na kuvunja ungo wakati mwingine kunaanzia miaka 9. Kwa hiyo ile miaka 9 akivunja kuanzia pale, tukisema kuvunja ungo pia wezekana wengine kwao ni 0. Maana yake kuanza kuingia kwenye hedhi. Binti wa kike akishaanza kuingia kwenye hedhi, sheria inamtambua huyu ni mtu mzima. Kwa hivyo akiwa na sifa hizi 2 tayari huyu anaitwa ni Muislamu, halafu balighi, analazimika kufunga. Jambo la 3, wala aql, mfungaji awe ni mtu mwenye akili timamu, asiwe chizi, mwenda wazimu wa hakadha. Na jambo la mwisho, wal qudratu ala sawm, awe na uwezo wa kufunga. Awe na uwezo wa kufunga. Na tunapozungumza pia uwezo wa kufunga, afume huu uwezo wa kufunga pia umegawanyika katika vigawanyo vyake. Kuna mtu ambaye anaweza kuna watu ambao kwamba hawawezi kisheria na wengine kwa hisia. Asioweza kisheria kufunga ni mwanamke ambaye yuko ndani ya hedhi. Huyu hawezi kufunga kisheria, maana yake sheria ndio imemkataza wewe usifunge. Asioweza kihisia kama vile mgonjwa, msafiri wa hakadha. Haya mambo 4 haya ukiwa nazo sifa hizi, wewe hakikisha funga kwako ni lazima.